Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba ni taaluma inayohitaji ujasiri, kujitolea na moyo wa kujinyima. Ni kazi ya kusimama katika hatari ili sauti ya jamii isikike. Lakini mara nyingine kalamu hunyamaza, kipaza sauti huzima na kamera kutekelezwa si kwa hiari bali kwa mauti. Tangu kuanza mwaka 2025, tasnia ya habari nchini Kenya inaendelea kuomboleza au kupoteza nguzo muhimu zake kwa wanaume na wanawake waliotumia nafasi yao au maisha yao kusimulia hadithi za wengine hadi safari yao wenyewe ikafikia tamati. Leo tunawakumbuka, tunawaheshimu na tunasimulia hadithi za wanahabari wa Kenya walioaga dunia mwaka huu wa 2025. Mwaka 2025 umeacha alama nzito katika tasnia ya habari nchini Kenya. Ni mwaka ambao familia za wanahabari, vyombo vya habari na wasikilizaji walijikuta wakiomboleza vifo vya wale waliokuwa sauti ya jamii. Kwa upande wa uandishi wa magazeti, Ras Nawara, mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kijamii katika shirika la habari la Nation, alifariki dunia akiacha urithi wa maandiko yaliyohoji mifumo ya kijamii kwa ujasiri na ukweli. Miongoni mwa waliotangulia pia ni Leonard Mambo Mbotela, nguli wa utangazaji aliyeacha alama isiyofutika kupitia kipindi chake maarufu Je, huu ni ungwana? Kwa miongo kadhaa, sauti yake iliishi kwenye redio za Wakenya wengi Mudimba alijulikana kwa weledi, unyenyekevu na uwezo wake wa kuwasilisha habari kwa kina na uwiano. Tasnia pia inaomboleza kifo cha mwanahabari Silas Apollo aliyewahi kuhudumu katika vyombo mbalimbali vya. Alifariki kutokana na ajali ya barabarani na kifo chake kimeacha pengo kubwa miongoni mwa wanahabari na jamii aliyokuwa akihudumia kupitia taaluma yake. Redio pia ilipoteza sauti maarufu Edward Kwach aliyekuwa mtangazaji wa Spice FM. Kwa miaka mingi, Kwach aliwaburudisha na kuwaunganisha wasikilizaji kupitia vipindi vyake vyenye mvuto na hoja za kijamii. Bado katika mitabendi ya redio, tulimpoteza mwanahabari nguli Charles Omuga aliyefanyia kazi Radio Taifa. Omuga alifariki mnamo tarehe 11 Agosti mwaka huu. Alitumia taaluma yake kuibua masuala nyeti, kuhoji mamlaka na kutetea haki za wananchi. Kimani Mbugua ni miongoni mwa wanahabari wachanga waliokatizwa ghafla ndoto zao kutokana na kifo. Hi guys, Kimani Mbugua here, former star of TV. Feels so bad to say that right now because I'm not there anymore, but niko kwa shida and I need your help because kama ningekuwa nimekufa watu wangekuwa wanasema Kimani alikuwa hivi, Kimani alikuwa hivi. Kimani alitambulika kwa kazi yake ya uandishi wa habari na mchango wake katika vyombo vya habari, huku safari yake ikionyesha changamoto halisi zinazokumba wanahabari, ikiwemo masuala ya afya ya akili, mada ambayo sasa inazidi kupewa kipaumbele katika tasnia hii. Mwezi Disemba mwaka huu ulikuwa wa huzuni kwa tasnia ya wanahabari baada ya kupoteza mkuu wa kitengo cha redio cha KBC lugha ya
ya Dholuo inayojulikana kama Mayenga FM, Festus Amimo alikumbukwa kwa kujitolea kwake katika taaluma ya uandishi wa habari na msimamo wake thabiti katika kusimamia maadili ya kazi hiyo. Hata kabla chozi kukauka, tasnia ilipokea pigo jengine baada ya kifo cha Rashid Eid, mpiga picha wa Standard Group. Rashid alikuwa mfanyikazi wa KTN kwa zaidi ya miongo miwili na alitajwa kama mtu mkarimu na mzalendo. Vifo hivi si namba tu, ni hadithi zilizokatizwa, ni ndoto zilizositishwa na sauti zilizonyamazishwa. Lakini kupitia kazi zao, wanahabari hawa wataendelea kuishi kwenye kumbukumbu za wenzao, kwenye nyaraka za habari na kwenye mioyo ya Wakenya. Leo tunapokumbuka safari zao, tunatambua mchango wao mkubwa na kujikumbusha hatari na changamoto zinazotokana na tasnia ya wanahabari. Akida Kasim, Runinga ya KU, Nairobi.